Habari zilizotufikia hivi punde zinahusu kauli tata ya ndugu Jonathan Greenblatt, mkurugenzi mkuu wa Anti-Defamation League yani ADL, taasisi inayojulikana duniani kwa kupinga chuki dhidi ya Wayahudi. Katika mahojiano ya karibuni, ndugu Greenblatt alisema kwamba matokeo ya utafiti wa Global 100 wa ADL mwaka huu yameonyesha mabadiliko makubwa ya mitazamo ya chuki dhidi ya Wayahudi duniani kwa 46%. Hata hivyo, kauli yake imezua utata mkubwa baada ya kuonekana akichanganya dhana ya upinzani dhidi ya Israeli na antisemitism. Wakosoaji wanasema kuwa Greenblatt anapotosha tafsiri kwa kuunganisha pamoja maoni ya kisiasa dhidi ya serikali ya Israeli na chuki za kidini au za kikabila dhidi ya Wayahudi. Kwa muda mrefu mjadala huu umekuwa ukijitokeza mara kwa mara. Je, kupinga sera za Israeli ni sawa na kuwa antisemitiki? Wengi wanaona ni lazima kutenganisha mambo haya mawili, huku wakikosoa ADL wa kuchanganya masuala ya kisiasa na utambulisho wa kidini. Greenblatt ambaye pia anatambulika kuwa kama mwanaharakati wa Kizayuni amesisitiza kuwa ADL itaendelea kulinda hadhi ya Wayahudi duniani kote. Lakini wachambuzi wanahoji iwapo taasisi hiyo bado inasimama kwa uadilifu wa kupambana na chuki au imegeuka kuwa chombo cha kutetea Israeli kisiasa. Kwa sasa mjadala huu unaendelea kuchochea maoni makali katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, huku baadhi wakimtuhumu Greenblatt kwa kupotosha dhana ya antisemitism na wengine wakimtetea wakisema hoja yake inalenga kulinda usalama wa Wayahudi duniani kote.